Leo ni siku ya mwisho kama ambavyo tumefahamu kulingana na maelekezo ambayo yametolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Wananchi wamepata fursa siku takriban 7 za kuweza kwenda kuhakiki taarifa zao pamoja na kujiandikisha. Kwa mfano kama mimi nimekuja kujiandikisha, yani mimi nimekuja kufanya hamisho ya taarifa zangu kutoka nilikopigia kura mwaka 2020. Kwa hiyo kwa mwaka huu panapo majaliwa Mwenyezi Mungu mimi nitapiga kura nikiwa mkoa wa Manyara, wilaya ya Babati hapa kwenye kata hii ya Babati. Na tangu tumeanza zoezi kwa mkoa naona kama kazi inaenda vizuri, watu wengi wanajiandikisha, lakini inawezekana kama tulivyokuwa kawaida yetu wengine kama na mimi vile nilivyokuja leo siku ya mwisho, kuna wengine bado hawajatoka majumbani, lakini muda bado, saa hizi ndio kwanza saa 5 na vituo vinafungwa saa 12 jioni. Kwa hiyo wito wangu mimi ni kwamba wale ambao bado tuko majumbani tukimbie tuweze kuja kujiandikisha. Muda sio mrefu sana utakaotumia katika kuhakiki taarifa zako, na unatakiwa kuja hapa na kitambulisho chako cha uraia peke yake. Na kama huna hichi kadi kabisa, una namba ile inahesabika kama kitambulisho chako. Utakuja utaingiza hapa, ni taarifa chache sana ambazo zinachukuliwa. Baada ya hapo unaondoka na kitambulisho chako kipya kizuri kweli kweli. Kwenye mkoa wetu kama ilivyokuwa mwaka jana wakati tunafanya kampeni za uchaguzi wa serikali za mitaa, wote mlishuhudia amani, utulivu, umoja na mshikamano na kampeni za kistaarabu. Lakini hata kula zilipigwa kwa utulivu na ustaarabu. Bibi yani mtu hata hujui kama leo kuna shughuli ya kura. Labda ukipita unakuta foleni kwenye vituo ambavyo vilikuwa vimepangwa. Kwa hiyo tunalitegemea hilo pia. Lakini ukiangalia watu ambao wamepanga hapa foleni, kama hali iko hivi kutokea siku ya kwanza mpaka leo siku ya 7, maana yake ni kwamba wananchi wa mkoa wa Manyara wamekusudia na wameamua kwa dhati yao ya moyo kwenda kutimiza takwa lao la kikatiba la kupiga kura. Kwa hiyo kwa sababu mtu hawezi kutoka nyumbani akaja akajipanga pale alafu siku ya uchaguzi asitokee. Maana yake wamekusudia kabisa kwamba sisi tutajiandikisha na tutapiga kura kwa sababu ni haki yetu na ni takwa ambalo linatutaka sisi tukiwa kama Watanzania tuliofikisha umri na vigezo vya kupiga kura. Kwa hiyo tunategemea wote tuliojiandikisha tutapiga kura, lakini pia tunategemea upigaji kura ukiwa mzuri wa utulivu ili tuendelee kuijenga Manyara yetu na tuendelee kujenga taifa letu.